Mungu ni Mungu asiyegawana utukufu wake na mwanadamu. Utukufu ni wake, na wa kumrudishia sifa na utukufu ni yeye pekee. Watu wengi wamekwama kwenye haya maisha kutokana na kwamba wanataka wapate utukufu wao kuliko Mungu kupata utukufu. Watu wengi wameanguka haya maisha kwa sababu ya kujiinua, kuwa na viburi, kujisifia kuliko kumsifu Mungu. Watu wengi wamebaki kwenye matatizo walio nayo kwa sababu katikati ya hayo matatizo hawamuoni Mungu, bali wanajiona wao. Asubuhi hii ya leo tunapokwenda kuianza siku hii katika the 40 days Bible Fire Challenge, leo ni siku ambayo Mungu anataka kuzungumza nawe kupitia mstari huu wa moyo unaopatikana katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ile ya 29 na mstari ni ule wa 11. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 29 na mstari ni ule wa 11. Anasema, E Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, E Bwana, nawe umetukuzwa, umkuu juu ya vitu vyote. Kama hutaki kugombana na Mungu, ni urudishe sifa na utukufu kwake. Afya ulio nayo sio wewe, ni Mungu. Mali ulizo nazo sio wewe, ni Mungu. Mshahara unaopata sio wewe, ni Mungu. Afya, uzima, kicheko ulicho nacho sio wewe, ni Mungu. Wa kumrudishia sifa na utukufu ni Mungu, sio mwanadamu. Wewe usitake kuchukua nafasi ya Mungu. Asubuhi unapoondoka na kwenda kwenye majukumu yako, uwe mnyenyekevu, mwenye moyo uliopondeka. Rudisha heshima na utukufu kwa Mungu. Usitengeneze mgogoro na Mungu. Mungu hagawanyi utukufu wake na mwanadamu. Yeye ni Mungu aliye juu sana. Fikra zake ziko juu sana. Nguvu zake ziko juu sana. Ukimpa sifa na utukufu Mungu, utakuwa salama. Ukitaka kwenye jambo uonekane wewe na asionekane Mungu, una asilimia kubwa za kufeli. Kwenye kazi yako, taka Mungu aonekane kwanza, kisha wewe. Ndiyo maana ukiusifiwa kwamba umefanya vizuri, sema ni Mungu amenisaidia. Tanguliza Mungu. Unapotanguliza Mungu, ndiyo inakuwa rahisi yeye kuhusika kwenye mambo yako. Mwana wa Mungu, tuenende kwa hekima katika siku njema hii ya leo. Tuenende kwa hekima katika siku njema hii ya leo. Sema, E Bwana Yesu, Mungu wangu, Mungu wangu, ninasogea mbele zako nikiomba toba na rehema asubuhi hii ya leo. Mahali popote ambapo sikukupa sifa na utukufu wewe, mahali ambapo nilijiinua, mahali ambapo niliwapa sifa na utukufu wanadamu, nikakukosea, nikakutenda dhambi, E Mungu, ninaomba unirehemu asubuhi hii ya leo. Katika kuianza siku yangu hii, Baba, ninakupa sifa, utukufu, ninakupa sifa, utukufu, heshima, enzi, adhama, vyote ni vyako, E Bwana. Bwana, ninakusihi majira haya na wakati huu, E Bwana, tawala maisha yangu, tawala maisha yangu katika kila kitu ambacho nitagusa siku hii ya leo. Ukitawale wewe katika kila kitu ambacho nitafanya siku ya leo. Baba, utawale wewe.
Baba uniongoze wewe, Baba unitegemeze wewe. Bwana, tangulia mbele yangu, ukainuliwe Bwana na kutukuzwa katika yote nifanyayo na kutenda katika maisha yangu. Baba ninakusihi, Baba ninakuomba, neema yako isiondoke kwangu, neema yako isiondoke kwangu. Mungu wangu, Mungu mwenye uweza, utukufu wako usiondoke kwangu. Ninaombi kama Musa aliyeomba ya kwamba uso wako uende pamoja naye, alitaka utukufu wako Mungu uende pamoja na wana wa Israeli. Na mimi leo ninaomba utukufu wako uende pamoja nami katika majukumu yangu ya siku ya leo, katika kazi za mikono yangu siku ya leo. Baba uende pamoja nami, Baba utembee pamoja nami, Baba usimame kwangu na uthibitike kwangu. Baba onekana na dhihirika kwangu. Mfalme wa wafalme onekana katikati ya hila za adui zangu, katikati ya hila za watesi wangu. Unishindie Bwana na kunitetea, ukanifute machozi, uniongoze Bwana. Ninakataa roho za mikwamo, ninakataa roho za kufeli, ninakataa roho za kushindwa, ninakataa kuanguka katika jina la Yesu. Baba tangulia mbele yangu, unishindie katika neema yako, uniongoze katika nuru yako, nikaone mwanga mpya, nikaone ustawi mpya, nikaone kuchanua kuipya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu wa neema na rehema, simama kwangu, thibitika kwangu, na ijulikane ya kuwa upo ambaye upo katika maisha yangu daima. Amen. Ninakubariki katika jina la Yesu. Baba, ninabariki siku ya mtoto wako, ninambariki aingiapo na atokapo, ili mradi amekubali kukupa utukufu wewe Baba, ukamuinue na kumheshimisha kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya utukufu wako Bwana, ukafanye mambo makubwa kwake, akazidi kukuinua na kukutukuza Mungu, akazidi kukusifu siku zote za maisha yake. Nuru yako Bwana itangulie mbele yake, uso wako Bwana uende pamoja naye, umbariki, umuongeze, umzidishe, mema yakawe ni fungu lake. Ninakemea mikosi, ninakemea hatari, ninakemea maanguko, ninakemea kushindwa kwake katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea magonjwa, ninakemea kila aina ya tabu na mateso yaliyo katika maisha yake. Aanze kuiona nuru yako katika maisha yake daima ikiangaza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Siku yako imebarikiwa, siku yako imebarikiwa. Wewe ni mbarikiwa, umebarikiwa na Yesu Kristo. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akakupe amani yake, na popote upitapo ukaitwe heri na mbarikiwa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu sana mwana wa Mungu, Yawezekana TV YouTube. Subscribe, lakini usisahau kukaribisha wengine katika the 40 days Bible Fire Challenge. Na leo ilikuwa ni siku yetu ya 15 ya kufunga na kuomba, lakini kusoma neno. Tunakutana kila siku saa 4 usiku tukisoma neno au kutafakari neno live. Mungu atusaidie sana na Mungu akutegemeze kwa roho ya wepesi. Wewe ambaye hujajiunga na kwenye magrupu yetu, karibu, tuma ujumbe katika namba 0787 49 34 43, 0787 49 34 43. Andika tu ujumbe kwa mtumishi, ninaomba kuungwa kwenye grupu, na sisi tutakuunga kwenye grupu na we utauona mkono wa Bwana. Bwana kubariki sana. Langu jina ni Man of God William Mchome. Sasa kututembelea TikTok Yawezekana TV 1. Mungu akubariki.